Habarini za wakati, ndugu wanapai wenzangu. Nawashukuru nyote ambao mmekuwa mkinifuatilia ama mmekuwa mkiifuatilia channel hii yenu pendwa kwa ajili ya makala ya sarafu za kidijitali, ambapo tumekuwa tukihusika zaidi na sarafu yetu kubwa, sarafu yetu mama, sarafu pendwa, sarafu itakayoleta mageuzi ya fedha kiulimwengu. Sio nyingine bali ni Pi Coin. Sio nyingine bali ni sarafu ya Pi. Kwa wewe ambaye bado huja subscribe channel yetu, tafadhali fanya hivyo sasa, ili usiweze kupitwa na elimu zetu mbalimbali zihusianazo na sarafu yetu ya Pi Coin. Na kwa yule ambaye bado hajachimba ama hajakumbuka kuchimba sarafu yake, basi akachimbe sasa. Na kwa wale ambao wamekuwa wakinunua sarafu ya Pi kwa kupitia exchange mbalimbali, ningependa nizidi kuwasisitiza kwamba ni vyema wanavyofanya. Hongereni sana. Kwa majina naitwa Mwanapai mdogo zaidi ya yule mdogo. Na sasa tuanze kazi. Kwa siku ya leo tunaenda kugusia siku ya Novemba 22. Ni siku ambayo kimradi ina maana yake fulani. Ni siku ambayo kuna mategemeo makubwa. Siku ambayo Pi Coin inaenda kuwa sarafu ya kiulimwengu. Itakuwa inatumika kama kufanyia malipo ya kuvuka mipaka, nchi kwa nchi, yani kutoka nchi moja kuelekea nchi nyingine. Itakuwa ni siku ambayo milango mingi itafunguka juu ya sarafu yetu ya Pi. Itakuwa ni siku ambayo wanapai watazidi kunufaika mambo mengi katika mwanzo wa matumizi ya sarafu hiyo. Na ndiyo mustakabali wa blockchain unafunguka kwa Pi Network kufunguliwa hivi karibuni kwa blockchain za nje. Na huu ni mwanzo mzuri sana kuelekea uhuru wa kifedha. Hata hivyo, kuondolewa kwa changamoto za KYB, mabano jua biashara yako, ama kwa lugha ya Kiingereza KYB, know your business, kutaleta mfumo wa kidemokrasia zaidi unaoendana na maono ya Satoshi Nakamoto aliyebuni blockchain ili kutoa uhuru wa kifedha, kuondoa vizuizi na kuvunja ukiritimba wa mfumo wa kifedha za fiat unaowapoteza watumiaji. Tunaposubiri ujio wa bank blockchain, kumbuka Play Store sio kipimo pekee cha mradi wa maono. Usalama na upatikanaji vinaweza kupatikana kupitia majukwaa kama Facebook, X, Twitter na Telegram, sanjari na kwenye YouTube channel hii. Kilichofanya Bankcoin kusimama imara ni msimamo wake wa kwanza kwa matumizi ya kijamii, kipaumbele kwa matumizi halisi, kabla ya kupanua ushirika wa wachimbaji. Na sasa tujue ramani ya njia ni kama ifuatavyo. Ina mainnet. Hii ni hatua ya maandalizi ambapo watumiaji watajaribu matumizi ya Bankcoin katika mazingira salama na yaliyodhibitiwa. Tukija katika upande mwingine, outer mainnet. Hapa ni kwenye uzinduzi kamili wa kimataifa, ukileta Bankcoin katika matumizi ya dunia nzima ndani ya mwezi mmoja hadi mitatu ijayo. Huduma za matumizi zitafunguliwa duniani kote, zikianza na ujumuishaji wa malipo kwa kutumia sarafu ya Pi kabla ya firewall ya ndani kuondolewa. Hii itaonesha uimara wa mfumo wa Bankcoin na kuandaa watumiaji kwa matumizi huru. Hitimisho, Bankcoin sio blockchain ya kawaida. Ni mapinduzi mapya ya kifedha. Kwa majina naitwa Mwanapai mdogo zaidi ya yule mdogo. Na ikiwa kuna makosa katika simulizi hii, lawama na msamaha vyote na vistahili mimi. Lengo madhubuti ni kuelimishana sote. Na ikiwa bado hujasubscribe channel hii, tafadhali subscribe sasa.
pasipo kusahau kulike na kushare. Maoni yako pia ni ya msingi sana kwangu. Asante na Mwenyezi Mungu akubariki.